BMG pamoja daima. Kuona kwenye makabrasha humu pesa inayotakiwa kutekeleza mlizoahidi zinapelekwa. Kazi yenu mliahidi kuja kutetea mbele ya wataalamu hawa kwamba fedha itakayopatikana asilimia hii tutajenga hili, tutajenga hili. Kwa hiyo hoja inakuja hapa kwamba kuna mambo hayajakaa vizuri kwenye mahesabu, ndio hoja inapoanzia pale. Kwa hiyo serikali imeweka sheria, taratibu kuhakikisha ahadi zenu, ahadi ya mbunge, ahadi ya Mheshimiwa Rais inatekelezeka katika ngazi yetu kwa vyanzo vyetu tulivyo navyo. Lakini pia kuna pesa inakuja serikali kuu kutimiza pia ahadi zile. Inatakiwa tuzijue, tuzipokee, tuzilinde na tuzisimamie ziweze kuleta matokeo. Kwa hiyo kwa hapa kwa leo hii, kuanzia kesho, fedha yote inayoingia asilimia 40 isitumike tena kwa chanzo chochote kile. Kwa hiyo mtaangalia wataalamu sasa technicalities ya accounts ili pesa hiyo iendelee kuwa salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili lipo kwenye uwezo wenu, mnaweza mkalifanya. Lakini pia niwaombe watumishi mnaosimamia miradi inayotekelezwa hapa inatekelezwa nchi nzima. Mradi wako ukitumia fedha nyingi, mwingine ukatumia fedha ndogo, hautaeleweka. Ikiwemo bidhaa, hata vitanda. Unapokwenda kununua kitanda cha kupeleka sekondari, double decker cha chuma, zile pipe, square pipe size yake zinajulikana, size inajulikana na gharama. Kwa naomba sana tuhakikishe tunatumia gharama halisi ya eneo letu lililopo. Mifumo ya manunuzi ina njia za kuiba. Tunaangalia yule aliyetoa gharama ya chini, sio gharama ya soko. Sokoni bidhaa ni shilingi 10, gharama ya chini 20, ya juu 50. Tumeibiwa. Kimchakato wa manunuzi tuko sahihi, lakini ukienda sokoni tumepigwa. Kwa hiyo niwasihi wataalamu wote manunuzi, kila kitu tuhakikishe bidhaa zetu zinaingia na tunachonunua ni stahili ya bei ya wapi? Ya sokoni. Tutumie uwezo wetu wote kujiridhisha bei ya sokoni. Kama mchakato utabadilishwa, uahirishwe, turudie tuseme tunajua bei ya soko. Kwa hiyo na wahandisi wanaotuandalia BOQ wawe makini. Tutapitia miradi yote hiyo, lakini tujiridhishe pia sisi sote kama nilivyosema, kwenye force account bei inabadilika. Kwenye force account mimi nimejenga shule nzima kwa milioni 80, nilipewa vyumba 4 kwa milioni 20, nimejenga vyumba 7 na ofisi 2, nikapiga gypsum na rangi nikapaka ya kisasa, ocean wear ndani, nje weather guard, rangi ambayo inakabiliana na hali ya hewa, ikichafuka unasafisha na maji, rangi ya kisasa kabisa. Nikaweka madirisha mazuri ya vioo, nikaongezea kidogo, nikaweka taa vile vyumba. Lazima tulinde mali ya umma. Hii ni fedha ya serikali, tumeaminiwa. Ukiaminiwa, jidhihirishe kwamba umestahili kuaminiwa. Tunaelewa na viongozi watumishi. Naongelea mfano, ukiaminiwa tuonyeshe uaminifu. Na duniani watu waaminifu wamepotea. Naomba watumishi mlioko hapa, iwe ninyi mwe waaminifu. Ukifika mahali kila mtu anataka mtu mwaminifu. Kwenye jumuiya zetu, kwenye maeneo yetu, kwenye misikiti, kwenye nyumba za ibada, tunataka mtu mwaminifu. Serikalini pia tunataka mtu mwaminifu. Amekuwa ni mtu adimu mno. Kwa nini usiwe wewe? Wananchi pia wanatafuta mtu mwaminifu. Akisema nitafanya, anafanya. Nitatenda, atatenda. Watu hawa pia wamekuwa adimu. Naomba tuwe waaminifu. Ni karama kubwa ya kiungu kuwa mwaminifu. Na uaminifu unalipa.
duniani na ahera unalipa uaminifu. Kwa nini isiwe wewe na mimi kwenye eneo hilo? Hakuna mali ya dhuluma iliyojenga heshima kwa mwanadamu yoyote yule. Hakuna. Hakuna mali ya wizi iliyompa mtu sifa na heshima na kumongezea uhai. Hakuna. Turidhike na yale Mungu aliyotupa kwa nafasi zetu. Tuongeze bidii kwenye majukumu yetu na Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Hilo ni muhimu sana. Kwa nini mali ya umma huwa haitoshi, lakini mali yako binafsi unasimamia mpaka chenji inabakia, lakini sio ya umma? Kwa nini watu wanagombana kwenye mali ya serikali? Mimi sitaki fundi huyu, nataka mimi sitaki. Kwa nini wanagombania wakati sio mali yao? Itakuwa wailinde. Ni kwa sababu ya kutaka kuweka njia zao binafsi. Tuweke uzalendo mbele, tuliangalie taifa mbele, na tumshukuru Mungu hata dhamana tuliopewa kwa kadiri ya kila mmoja na nafasi aliyopewa. Tumshukuru Mungu. Ulipo leo hii unaweza ukapaona ni pa kawaida. Ukikosa ulicho nacho ndio utagundua tofauti ikoje. Kuna mtu akipata kitu anasahau kwamba amepewa dhamana tena ya muda mfupi mno. Ukikosa unaona tofauti. Kwa hiyo tulichopewa tuonekane waaminifu. Mimi ni wito wangu, na ndio changamoto kubwa maeneo mengi sana. Kila ukikagua mradi unaona kabisa kwamba kilichofanyika pale hakikuwa halali. Wala sio matatizo ya uwezo wa fundi, ni wizi, ubadhirifu. Hii tukifanikiwa kupambana nayo, tutatekeleza mambo mengi kiurahisi zaidi, na inawezekana. Tuna majukumu mengi ya kufanya katika halmashauri. Afisa mipango, hebu nikuulize swali moja. Kuna vijiji vingapi ambavyo havina zahanati katika halmashauri hii? Hebu mpe mic. Nataka unijibu, vijiji katika vijiji vyote vingapi havijaanza kazi ya kujenga zahanati? Mwenyekiti, katika vijiji kwanza ujenzi wa zahanati hakuna kijiji ambacho vijiji vyote vina ujenzi wa zahanati. Sawa. Niwapongeze pia kwa hilo. Kwa hiyo kwenye mpango kazi wenu sasa, tuangalie sasa nguvu za wananchi zinaishia wapi na jitihada na mapato ya ndani zinaishia wapi. Na pia mkurugenzi, kuna fedha ambazo zinaletwa kwa ajili ya umaliziaji baadhi ya maboma ya zahanati pia zitambulike. Lakini ninyi wakati mwingine fedha zikija hamfanyi tathmini. Kuna fedha zinaletwa pia milioni 12.5 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma ya sekondari, na zingine zinamalizia boma hili moja. Nguvu za wananchi hapo. Sehemu nyingine tumekuta on source hapo na milioni 12 hapo, wakati milioni 12 wengine tukisimamia unaanza msingi mpaka unafanya finishing, lakini pesa inakuja boma limeshafika hatua kubwa. Kwa hiyo wito wangu, weke nguvu sasa kwenye zahanati zote hizi. Tunatamani na tunataka na tumepanga 2025 2024 Disemba kisiwepo kijiji akijamaliza boma la zahanati, yaani zahanati zote ziwe zimekamilika. Ni ilani hiyo, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na wote tulioko kwa watumishi tumekuja kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimeunda serikali, wote tulioko, na tumekabidhiwa kile kitabu cha kijana. Tukitendee haki hicho kitabu, na hatuwezi tukatenda haki kama hatuko makini kwenye kujituma,
kwenye kusimamia mapato ya ndani na kwenye kuongeza wigo wa mapato ya ndani pia. Tuongeze wigo wa mapato ya ndani ili fedha ipatikane isaidie kukamilisha zahanati hizo. Lakini pia waheshimiwa madiwani, baada ya mwenge wa uhuru kupita kwenye mkoa wetu, mtatembelea kwenye kata zote za mkoa na timu yote ya wataalamu waliopo katika halmashauri na nje na taasisi zote, tutatembelea kata zote, tuainishe tatizo kila kata na kila mtu atoe majibu ya serikali nini kifanyike kwenye hiyo kata, na tutoke na mpango kazi unaotambulika kuanzia kata ambao unatengenezwa kutokana na vijiji. Afisa tarafa awepo asimamie kata zake, mkurugenzi asimamie halmashauri yake, mkuu wa wilaya asimamie wilaya yake, na mkuu wa mkoa awe na kabrasha, ili ziara zitakazofuatilia zitaenda kujiridhisha na utekelezaji wa yale tuliyoyaibua chini ili yatekelezwe. Lazima tuweke mpango, tuwe na maono ya nini tunataka kufikia. Mheshimiwa viongozi, bila maono, ukiamka asubuhi una uelekeo mkubwa wa kufanya kama jana. Hauna maono. Lazima tuwe focus kwenye kuleta mapinduzi ya utendaji na utekelezaji. Lazima tujue tunataka nini katika maeneo yetu kwa kadiri ya rasilimali ambazo zipo, na hata kama hamna rasilimali, maono yanasababisha hata rasilimali ziweze kupatikana. Tunaelewa na viongozi, mtu mwenye maono sio kawaida. Mtu mwenye maono yana nguvu mno, na wote tunafahamu maono. Kwa ufupi sana nimalizie, yanazungumzia mambo manne ya msingi. Maono yoyote duniani makubwa yana misingi mikubwa minne. Kwanza, nini nataka nikifanye binafsi, kiongozi wa taasisi ninayosimamia, nini nataka kionekane. Hilo ni jambo la msingi sana kwenye maono. Ukishajua hilo jambo unalotaka kifanyike kwenye maono, na hata ilani pia imeandikwa na yale yaliyoainishwa ni maono. Tunaelewa na viongozi, ni maono. Nataka barabara hii iwekwe lami, hayo ni maono. Jambo la pili la msingi kwenye maono, lini unataka maono hayo yakamilike. Na ndio maana kwenye ilani inaonyesha kwenye kipindi cha serikali iliyoko madarakani inakwenda kuhakikisha maono yote yanatekelezwa. Hiyo ni kanuni ya pili ya nini? Ya maono yote, iwe yako binafsi, familia, lazima ujue nini. Sasa maono yanaongea nini, lini. Kwanza nini cha kufanya, wapi pa kufanya ni muhimu kwenye maono yako upajue, na lini ufanye. Mambo haya matatu ni muhimu. Cha nne kinachokuja ni namna gani ya kutekeleza maono yako. Mtagundua pesa haina nguvu mno, japokuwa ni muhimu. Kwenye zile nguzo nne pesa haipo. Kuna wadau wapo wa maendeleo wanaweza kusapoti mradi wako uliokuwa nao, lakini pia mtu mwenye maono lazima uwe na nidhamu ili ufikie maono. Maono yanahitaji nidhamu, kwa sababu rasilimali zako ni chache unazozijua, na unahitaji uongeze nyingine, na ndoto yako ili ufikiwe lazima uwe na discipline. Mtu ambaye amefanya kazi miaka 30, labda ulianza na miaka 15, 20, una miaka 50, kama una nyumba ukusudia kujenga, hata miaka 20, kama una nyumba ukukusudia kujenga, 100 shilingi ngapi? 40. Unajua unywaji bia 1000 ngapi? 1500. Mnywaji wa kawaida aliyeokoka, anayekaribia kuokoka, ni bia ngapi kwa siku? Najua hamna wanywaji. Sasa ukipiga mahesabu ya kiuchumi, naomba kakae kapige hesabu. Umekunywa mwaka mmoja shilingi ngapi? Miaka 5, miaka 10, alafu unasingizia serikali haijaongeza mshahara.
Sio serikali haijaongeza mshahara, haujaweka nidhamu kwenye matumizi yako ya hela. Tunaelewa na viongozi, ili upate matokeo lazima ujinyime. Kwa hiyo hata kwenye halmashauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tupate ndoto ya halmashauri yetu, kuna mambo lazima tutajibana ili tuende. Kuna mambo yatakayo kunyima usingizi ili tuweze kufikia hatima yetu, na si rahisi. Na hakuna mafanikio yanayowaka na kushaini ambayo ni mepesi. Narudia, hakuna mafanikio yanayong'ara ambayo ni mepesi, hayana gharama. Zipo gharama. Watu wanaumiza vichwa, wanaamka, wanatafuta wadau, wanaandika maandiko, pesa inakuja, wanasimamia mradi, wanakesha mpaka usiku, lakini ile jambo likitokea, watu wanaridhika kwenye mioyo yao kwamba hili limefanikiwa, ndoto imefanikiwa. Jambo hilo linaleta faraja hata kwenye utumishi. Kwa mimi ninaamini, Mheshimiwa Mwenyekiti, mnaweza kwenda mbali kama halmashauri, mnaweza kupata mafanikio makubwa ya zaidi kama halmashauri. Na hata mji huu Magu, mnaweza mkaenda wataalamu mkauzunguka huu mji mkasema nini mnataka kutokea kwenye mji huu, maeneo ya biashara kwenye karne hii tulionayo, uchumi wa kati. Je, tuna hii miradi tunaojenga ya frame inaendana na wakati, au tunajenga mabanda kama kibanda cha kuweka mkaa? Lazima muone nini kinafanyika ili tuweze kwenda mbele. Ndio maono wa gharama zinakuaje, mnafanya maamuzi, mji unatengenezwa. Na miji yote mikubwa watu wameumiza vichwa. Miji holela, watendaji walikuwa wamefunga macho. Wewe unafika mahali, hapa baa, hapa mkanisa, hapa msikitini, hapa choo, hapa mtaro wa maji machafu, alafu tunasema kuna wataalamu. Hakuna wataalamu hapo. Wataalamu wanaangalia mbele, wanapanga, wanatafuta vyanzo vya fedha na mambo mengine. Kuna swali moja sijauliza hapa, sijajua, labda unisaidie. Afisa elimu msingi huko? Darasa la 7 wako wangapi kwenye wilaya yako? 8780. Darasa la 6 wako wangapi? 6290. Haiwezekana. 6000 ngapi? 6000. Darasa la 6 wako wachache kuliko la 7? Ndio. Itakuwa ni halmashauri ya kwanza nimekutana na hesabu hiyo. 6000. Kwa sababu nilipotoka tu Kwimba wako mara 2, kwa sababu ni matunda ya elimu bure. Umeelewa? Mimi nimeshafanya utafiti na kwambia, nimekuwa mkoa mitatu kanda ya Ziwa kwa muda wa mwezi mmoja, nimeshapiga hesabu zangu. Hapo unaniingiza mjini hiyo hesabu. Sikufiche utafiti utakuwa umenipeleka pembeni, japokuwa sipokee kirahisi. Pale na Kwimba wako wanafunzi 8,000 na kitu, ndio, lakini walioko darasa la 6 ni 18,000. Kwa hiyo wanahitaji vyumba 400 vipya vya madarasa sekondari kwa ajili ya kidato cha kwanza mwaka wa 2023. Afisa mipango, una projection hizo wewe? Pia una taarifa hizo za maoteo ya elimu bure imeleta nini? Hamjafanya tathmini? Maanake ndio afisa mipango, na tathmini ni mipango. Au bado hamjafikiria bado kwenye mipango? Elimu bure wako wangapi? Imeongeza kwa imepunguza? Ya huyu mwalimu imepunguza. Wewe kama wanafunzi wangapi? Kama una takwimu, manake una mpango kazi, una maono. Sio kwamba nakwambia maneno mabaya, sawa? Mimi pia ni mtumishi kama wewe, sawa? Naongea tu kwa ukweli. Kama haulijui jambo, hauna maono, hauna mpango, alijakukereketa, alijakugusa, alijakuhamasisha na kadhalika,
sawa, na wewe ndio afisa mipango, na hawa wote wanakutegemea wewe, tena wanakuta mtaalamu. Hilo ni jina lenye heshima, expert, ndio mtaalamu kabisa ni wewe, wanakuta mtaalamu. Kwa hiyo kikiwaka wao wanajitetea vizuri, washini wataalamu wametupotosha. Kwa hiyo mtaalamu ndio hilo lifanyie kazi, sawa. Mnaweza mkaweka benki ya matofali, mkafyatua tofali za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hiyo benki. Kuna maeneo mtajenga shule mpya. Mkoa niliotoka mmoja wapo, hata na mikoa mitatu, nilifanya tathmini, kuna ongezeko la wanafunzi 1044 kwa mkoa mzima, na tulihitaji vyumba karibu 1000 vya madarasa, na nikata utaratibu na mpango kazi. Kwa hiyo hapa sasa ukiniambia wewe 6000 wanakuja chini elimu sekondari msingi pale, hapana. Kwa hiyo mkuu wa wilaya mlione hilo, mlifanyia tathmini, mwanze maandalizi sasa kuhakikisha kabisa utaratibu unakuwepo wa kimkakati wa kuona hilo linakamilika. Mheshimiwa, viongozi yangu walikuwa ni hayo, lakini kubwa pia kuna fedha zinaletwa za fuara 10,020,000 kwa ajili ya chumba kimoja cha madarasa. Fedha hiyo ikija, ukitumia force account utajenga chumba kimoja kwa karibu 14,000,000-15,000 kwa mahesabu ya kawaida jamani, ya kawaida mno. Inayobakia mnaangalia thamani za kuongeza, na madirisha tena unaweka aluminium, wala mja kuweka machuma haya pia hata kwenye mabweni. Kwenye hatari za moto mimi si recommend hizi chuma zaidi kwenye mabweni, lakini kwenye madarasa, kwenye semina na madawati yetu ya chuma, weka kule kioo chako pale, mambo yanakwenda. Unaokoa fedha nyingi, na change inayopatikana unaweka miradi mingine. Lakini kuna mtaalamu mmoja anaitwa mhandisi, mumwangalie sana huyo, mimi simjui, anaitwa mhandisi, anatengeneza BOQ zimeandikwa Kiingereza. Kuchimba msingi anakuambia the removal of the uppermost soil, clay, black soil at 112 mm width length, anakuambia. Yani manake maneno yote ukiyasoma manake ni kuchimba msingi. Mhandisi akija kijini na ile karatasi akimpa mtendaji, anaambia jamani tuacheni. Mtaalamu amefanya nini? Amekuja. Kokoto anakuambia aggregate, si ndio? Anakuambia 40,000 cubic meter. Unaelewa? Anakupa mahesabu ambayo upate picha. Mimi nataka saizi BOQ yetu tuiandike iwe simple. Kuchimba msingi gharama hii. Mambo ya cubic meter, andika fuso tani moja, zipu 3 kwenye BOQ. Kokoto karangapi? Tunaelewana jamani? Uandike vieleweke namna hiyo. Bati saizi hizi, pisi hizi, shilingi hii, ikae pale. Mbao tunataka mbao hizi kama ni 2x2, 2x3 kiasi hiki, unaandika pale gharama. Mtu anapata BOQ ya jengo zima, inakuwa ni standard popote pale. Na mnaandika Kiswahili, lugha ya kawaida ya taifa, basi tuweke hata Kisukuma kote ile ambayo unachukua lugha ya mkoloni unaleta kijijini kwenye utekelezaji wa ilani. Nani atakaelewa? Ndio njia ya kuiba. Ukitaka uibe vizuri, weka maneno magumu watu wasielewe, afu watu wanasaini. Kwa hiyo kwenye milioni 20 change inabakia, lakini pia madiwani tukubaliane, chumba kimoja kinakuta 4, vyumba viwili vikiungana havina kuta 8, vinakuta 7. Kuna change ya kuta moja imebakia, iko wapi? Kuna ile kuta kubwa, tena ndio ule ukuta mkubwa kutoka kile paka mkubwa kuliko kuta zote. Change iko wapi? Unaelewa? Na wafundisha kubakiza change. Unaweza kuibiwa kienyeji, usikubali. Kwa hiyo tukibana vizuri matumizi, tutapata mapato yetu mengi, tutaokoa fedha ya umma. Kuna sehemu nimekwenda milioni 20 imekwisha. Kuna mali nilikuwa natoa
Lakini tunabadilisha ofisi, unatoka huko na kwenda huko, lakini hapo kabisa TAKUKURU pia. Unakuta jengo wananchi wamejenga, halmashauri imepeleka on source na serikali imeleta ya kumalizia milioni 12. Pale tuweke macho vizuri. Miradi hiyo naifahamu, nitaikagua pia. Kwenye ziara yangu nitaikimbilia hiyo nione tumepigwa wapi. Sehemu nyingi wanafanya hivi. Kwa mimi naomba watumishi wote kwenye miradi BOQ, waheshimiwa madiwani, muijue. Naomba niwape namba yangu ya simu. 0768 08 3566. Narudia 0768 08 3566. BMG